Habari za asubuhi, ni salama kabisa kutokea hapa makao makuu ya taifa Dodoma, na kwa kweli tunachowanyima hapa Dodoma ni baridi. Baridi imekuwa kali kweli kweli. Kama kuna yeyote anatamani kufanya safari ya kuja Dodoma hapa, basi ni muhimu sana akajiandaa kwa kubeba walau koti, masweta, ili aweze kujistiri kwa wakati huu. Kwa sisi wenyeji wa jiji, kama unavyotuona, shati pekee linatutosha, basi na mambo yanakuwa kwenda namna hiyo. Mtazamaji, karibu sana hapa Idodomia, na leo kama ulivyoweza kupata hapo walau kwa uchache kusana kile ambacho tunakwenda kukizungumza leo, tutakwenda kuzungumza kuhusiana mfumo wa stakabadhi ghalani. Lakini kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri wa mambo, utagundua kwamba mfumo huu ulianza kusikika ama mapema kabisa kusikika miaka 2000, msimu 2007 2008 hivi, na kwa mikoa ile ya kule Mtwara pamoja na Lindi, zao ambalo lilikuwa la mwanzoni kuingia katika mfumo wa stakabadhi ghalani kwa zao la korosho. Lakini kwa hapa kanda ya kati unafahamu pia vile vile zao la alizeti pia limeingia katika mfumo wa stakabadhi ghalani, na mengi ambayo tutakwenda kuyasikia pia kuhusiana na mfumo huu. Mfumo huu kwa hakika umekuwa na bado kuna uelewa wake umeendelea kukua kadiri siku zinavyozidi kwenda. Ndio maana pia leo hii katika kwenda kulizungumza hili kwa kina na kufahamu namna gani ambavyo sasa usimamizi wa mazao yakisha ingia ghalani huwa unakuwa. Tunaye hapa kaimu mkurugenzi wa uratibu huduma kutoka bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala, Bwana Thomas Mwita, ambaye tutakwenda kuzungumza naye kwa undani kabisa kufahamu hilo. Na tuko hapa Nala katika ghala hili linaitwa ghala la Ali Juma, ghala teule la mfumo wa stakabadhi ghalani. Kwanza nikukaribishe sana katika mazungumzo yetu haya asubuhi, lakini pia vile vile naomba ungegeukia kwa upande huu kidogo, Tanzania aweze kukuona. Hapa tupo katika ili ghala teule. Kwanza tungefahamu tupo katika ghala hili na hapa linahifadhi mazao gani na ni mazao gani ambayo yako hapa? Asante ndugu mtangazaji. Kama ulivyosema, jina langu naitwa Mwita Thomas, ni kaimu mkurugenzi wa uratibu huduma wa bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala. Ni kweli tuko katika shughuli zetu za usimamizi wa mfumo wa stakabadhi za ghala katika ghala hili teule la Ali Juma hapa jijini Dodoma. Kwanza, mfumo wa stakabadhi za ghala nieleze tu ni mfumo ambao unatekelezwa na bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala. Bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala ni taasisi iliyoko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, iliyoundwa kwa sheria sura ya 339 ambayo imepewa majukumu makuu manne. Jukumu la kwanza ni kutoa leseni kwa waendesha ghala. Jukumu la pili ni kutoa leseni kwa wakaguzi wa ghala. Jukumu la tatu ni kutoa leseni kwa meneja dhamana. Lakini jukumu la nne ni kuhakikisha inatoa vitabu ambavyo vimeidhinishwa kwa ajili ya matumizi ya shughuli za mfumo wa stakabadhi za ghala. Sasa tunavyozungumza mfumo wa stakabadhi za ghala, ni dhana pana, lakini watu wengi wamekuwa wakifikiri kwamba ni swala tu la mazao peke yake labda ya kilimo. Lakini niseme tu kwamba mfumo wa stakabadhi za ghala unahusisha mazao ya kilimo na yasiyo ya kilimo. Na maanisha nini? Mazao ya kilimo, kuna baadhi ya mazao ambayo katika wazalishaji wetu, wakulima wetu wanazalisha ambayo yanakuwa ni excessive, yani zaidi ya matumizi yao au matumizi ya sisi wa Tanzania, basi tunayabadilisha kuwa ni mazao ya kibiashara. Kwa sasa hivi kama tunavyozungumza katika ghala hili, ghala teule, ni kwamba ni msimu wa zao la ufuta, ambapo ukiangalia ghalani ni kweli kwamba kuna mzigo unaendelea kupungua kwa sababu ni msimu ambao unaishia mwisho kwa zao la ufuta, na tunaingia tayari kwa ajili ya msimu mwingine wa zao jingine la dengu na mbaazi. Sasa nini taratibu ambazo zinazofanyika katika ghalani hapa? Ni kwamba bodi ya usimamizi wa stakabadhi za ghala inasimamia mzigo kuanzia unapopokelewa kutoka kwa vikundi. Yawezekana vikawa ni vikundi vya watu, yani AMCOS, yawezekana ikawa ni mtu binafsi, yawezekana akawa tu ni mkulima mmoja ambaye ameamua kulima kwa ukubwa na ameamua kuleta kwenye mfumo wa stakabadhi za ghala. Sisi mfumo wa stakabadhi za ghala tunasema tunapokea mizigo
kutoka kwa mtu yeyote yule ambaye amewiwa kuona kwamba alete mzigo wake uuzwe kupitia mfumo wetu wa stakabadhi za ghala. Lakini pia baada ya kupokea mzigo, tunapokea mzigo kutoka katika mtu yeyote ambaye ameuleta kama nilivyosema hapo awali, lakini jukumu letu kubwa ni kuhakikisha mzigo unaopokelewa ni unakidhi viwango vya ubora ambao vya kimataifa ambao tumeviainisha katika miongozo yetu ambayo ni sahihi. Sasa mzigo unapoletwa, kwa mfano ufuta hapo unapoletwa hapa sasa hivi, unaletwa na mtu ambaye ameuleta, inawezekana akawa ni AMCOS au mkulima au mkusanyaji mali kutoka maeneo tofauti tofauti. Akishafikisha hapa, basi kuna watu wetu ambao wako wa ghala ambao tumewapa leseni, kama nilivyosema, leseni ya waendesha ghala. Mwendesha ghala anakuepo ambaye ana jumla ya watumishi 5. Kwa hiyo wanacheki issue ya ubora ndani ya ule mzigo ambapo umeletwa kabla kuingia ndani ya ghala. Kwa hiyo unachekiwa ubora wa ule mzigo kama unakidhi ubora ambao umewekwa katika viwango ambavyo vinavyotakiwa. Lakini pia kama huo mzigo umekidhi ubora, basi unapimwa uzito wake katika mizani ambazo zimekuwa calibrated vizuri na taasisi zetu za TBS na WMA, na baada ya hapo tayari unaingizwa kwenye mfumo. Mfumo wetu unatoa risiti inaitwa warehouse receipt. Sasa ile warehouse receipt ndiyo dhamana ya wewe mweka mali, ambayo kimsingi inakupa uhalali wa wewe kuona kwamba ule mzigo umeweka katika sehemu salama, na popote pale basi una uwezo kuipeleka. Ile warehouse receipt yetu tunasema ni negotiable instrument and non-negotiable instrument. Maana yake unaweza huko katika maeneo mengine unaweza ukafanya transfer ya ile warehouse receipt kwenda kwa mtu mwingine. Labda umepata shida, umeona unataka uuze mzigo wako katika bei ambayo mtu ameona kwamba inafaa, basi you can transfer that warehouse receipt. Kwa hiyo unaweza ukaimonetize, unaweza ukapata pesa kupitia maeneo mbalimbali, kupitia kwenye financial institutions katika maeneo mbalimbali, ukapata fedha kwa ajili ya kujikidhi au kwa ajili ya matumizi yako mengine. Sasa asante sana kwa maelezo hayo mazuri kabisa, lakini kuna swali moja limekuwa likijitokeza kwa wakulima kwa uchache tunapoendea kumalizia. Kwa nini mkulima ama mdau anapata, tunasema ni vizuri akatumia mfumo huu wa stakabadhi ghalani na sio mfumo mwingine ambao anaweza akautumia katika kuuza mazao yake ama bidhaa yake? Asante mwandishi wa habari. Ni kweli kwamba mfumo wa stakabadhi za ghala ni mfumo ambao ni mzuri kwa ajili ya mweka mali, anaweza kuwa mkulima au mtu mwingine yeyote yule. Kwa nini nasema ni mfumo mzuri? Ni mfumo ambao unakupa bei ambayo inaonekana, bei ya ushindani inayoonekana kidunia, kwa sababu kama tulivyosema, mzigo unapowekwa ndani ya ghala, maana yake unauzwa katika mifumo rasmi ya kufanya biashara yetu ya kuuza. Kwa mfano Tanzania kwa sasa hivi katika mifumo yetu ya mazao au bidhaa nyingine tunatumia mfumo wetu wa TMX, Tanzania Mercantile Exchange. Hiyo ni platform ya kuuza bidhaa zetu ambazo ziko ndani ya mfumo wa stakabadhi za ghala. Sasa nini anachokifanya? Wanunuzi wengi wanajisajili kwenye mfumo husika. Wakishajisajili wakati wa mnada, basi wanapewa linki, wanaingia kwa ajili ya kununua ule mzigo. Kwa hiyo wananunua kwa on basis ya sales catalog ambayo imetolewa. Kuna kuwepo na competition. Unaweza kukuta ndani ya mnada mmoja una ruti tofauti tofauti, wakaingia wanunuzi zaidi ya wanunuzi hata 10 kwa ajili ya kushindania. Kwa hiyo inakupa bei ile ya ushindani ambayo ipo na bei ya soko kulingana na uhitaji wa zao au bidhaa husika. Lakini pia kama kwa kumaliza niseme tu kwamba mfumo wa stakabadhi za ghala hauhusiki kwa mazao ya kilimo peke yake, unahusika na mazao mengine. Sasa hivi tumeona tunaelekea katika mazao mengine ambayo sio ya kilimo, kwenye bidhaa za mifugo, bidhaa za baharini, mwani, lakini na maeneo mengine tofauti tofauti. Lakini pia niseme tu kwamba mfumo wetu kama ninavyosema, WRS, Warehouse Receipt System, ni mfumo ambao unakufacilitate wewe kuweza kufanya biashara. Sio lazima tuseme kwamba ni mazao ya kilimo. Unaweza ukaenda katika eneo tofauti tofauti, katika maeneo tofauti. Kwa mfano, mtu ana maharage yake, amelima na tani 50 zake, anataka kuuza kupitia kwenye mfumo. Yeye anatuambia sisi WRB, mimi na maharage yangu na tani 50, maana yake yeye ndio mwenye mzigo.
aliyelima, yule mkulima ndio mwenye mzigo actually. Kwa hiyo anapotaka kutumia kwenye mfumo, basi sisi tuko tayari kwa ajili ya kutoa huduma hiyo. Lakini vile vile tunavyosema warehouse sio kitu ambacho labda lazima iwe go down. Ni sehemu yoyote ambayo imeainishwa kwa ajili ya matumizi ya shughuli mbalimbali. Yawezekana ikawa ni kwa ajili ya kuuza au kwa ajili ya storage. Kwa hiyo tunakaribisha. Nikushukuru sana kwa pointi hiyo. Niwaambie tu mtazamaji wa TBC1, sisi bado tuko hapa na kwa hakika tutaendelea bado kuwa na mazungumzo ambayo pia yatakujia kupitia taarifa zetu za habari ili uweze kufahamu vizuri kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea. Kwa sasa tumekuonjesha kwa uchache tu kuhusiana na mengi ambayo yanapatikana kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani. Kutokea